Bodi ya ligi wanapaswa kuipanga tarehe pale, ipango tarehe pale ya mchezo kuchezwa. Asiyekanyaga uwanjani anyang'anywa alama 3, anyang'anywa alama 15 na ashushwe daraja ya kwamba hatuchezi. Na mashabiki wale oya wakaipokea ile kama ilivyo. Na sasa hivi wameenda nayo mpaka wakaprint t-shirt zimeandikwa kwamba hatuchezi. Alafu na wao wakatoa taarifa ya kwamba hatuchezi huu mchezo. Wakija kucheza huu mchezo itaonekana wamefiata mkia. Kuyazungumza ile ya kimichezo, tumekutana na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Hamis Kabwe. Tunakwenda kuyazungumza kwa kile ambacho kimebreak hivi sasa. Kaka, umeisikia taarifa ya Young Africans? Kaka, sio nimeisikia, nimeiona kupitia mitandao ya kijamii, kupitia ukurasa wao wa Instagram Young Africans, nimeiona taarifa yao. Na wamesema hatuchezi kwa namna yeyote ile. Hiyo ndio kauli ambayo mimi nimeisoma kwa kuirudia. Mbona cheka Kabwe? Kia Mungu. Bila cheka sababu nini unajua? Kuna vitu vingine vinachekesha sana yani. Vitu gani Kabwe? Hivi wewe mimi na wewe tumefanya interviews nyingi sana. Wakati issue inapelekwa kasi, mimi na wewe tuliongea, nikamwambia bwana, na yakatokea. Hawa kutoboa hawa. Na wasipotoboa itakuwa ni aibu. Uongo kweli? Kweli tuliyazungumza haya. Hii barua ya leo ya Young Africans ni kwa sababu ya aibu walioipata kasi. Barua ambayo wameitoa ni kwa sababu ya aibu walioipata kasi. Tunafanya nini kwa ajili ya kuwatuliza mashabiki wetu? Tunafanya nini kwa ajili ya kuendelea kutengeneza imani kwa mashabiki wetu sisi viongozi, baada ya kusema kwamba hatuchezi na tuna haki ya kufanya hichi na hichi? Ndio maana hii barua imetoka ya kwamba hatutacheza huu mchezo na hatuna imani na bodi ya ligi na TFF, yani kwa kifupi mamlaka ya mpira wa miguu. Sasa swali la msingi, hamna imani na mamlaka za mpira wa Tanzania. Mnaendelea kushiriki kwenye mashindano hayo, kwenye mashindano yanayosimamiwa na hao viongozi. Kwa nini? Wale marefa kwa wanaitwa na nani? Kwanza tuanzie hapo kwanza. Yaani Young Africans kuanzia sasa wanapaswa wasishiriki ligi, kuonyesha kwamba hawana imani na viongozi wa ligi. Pili, hawapaswi kucheza kombe la TFF nusu finali, kuonyesha kwamba hawana imani na viongozi wa nini? Bodi ya ligi. Wa ligi, yani kwa ujumla mpaka na TFF. Si jumla vizuri Ila kama watacheza utakuwa ni unafiki. Ni unafiki uliopindukia. Leo Yanga ndo wanakuja kusema kwamba hawana imani na uongozi wa mpira wa miguu. Kweli Yanga ambayo uongozi wake umechukua ubingwa kwa miaka 3 mfululizo. Uongozi wa Wallace Karia kipindi hicho pia. Uongozi wa Wallace Karia na hii bodi ya ligi ya kina Mzee Mguto na kina Almas Kasongo, Young Africans kawa bingwa wa nchi hii mara 3 mfululizo. Sijui mala vizuri. Sasa tuambiwe, hiyo imani imeanza kuondoka lini? Hiyo imani ya viongozi wa Young Africans imeanza kuondoka lini? Ikiwa wao chini ya uongozi huu ni mabingwa mara 3 mfululizo. Okay, basi bodi ya ligi na TFF hawatendi haki. Hivi nchi hii kuna timu zinanufaika na masuala ya waamuzi na masuala ya kiuongozi kama Simba na Yanga nchi? Ndio wao wenyewe tu wakubwa wa mpira na wananufaika nazo. Sasa kama hizi timu zote 14 zingesema tunagoma hatuchezi ligi, hii ligi ingekueje? Wao wangecheza Simba na Yanga? Maana yake hakuna ligi tena hapo. Yanga wanapata mamlaka gani? Na wanapata uhalali gani wa kusema kwamba hawana imani na bodi ya ligi pamoja na TFF, ikiwa wao ni wanufaika wakubwa na huu uongozi? Na hata huu mtindo wa GSM kudhamini vilabu vingi umekuja chini ya uongozi wa Wallace Karia. Mara kadhaa nimekuwa nikipiga kelele kuhusiana na issue ya udhamini wa GSM bidhaa zake kwenye vilabu vingi, ikiwa bado ana nguvu kubwa sana kwenye klabu ya Young Africans. Na hata ukimsikia bosi wa kampuni yenyewe anasema kwamba Yanga bingwa. Yanga bingwa. Yani anadhamini vilabu vingine
ila ukimsikia kwenye maongezi yake yeye anasema Yanga bingwa. Mkurugenzi wa uwekezaji kwenye kampuni ya GSM ni Engineer Hersi Said, si ndio? Huyu ni rais wa klabu ya Young Africans, na yeye ndiyo kwenye issue za masuala sijui ya kimikataba sijui na nini na vitu vingi vinavyohusiana na mikataba na hizo timu zingine anakuwepo pale. Je, hakuna conflict of interest? Swali la kujiuliza. Tuliwahi kuzungumza hilo. Tulizungumza hilo. Lakini bodi ya ligi na TFF waliwahi hata siku moja kusema kwamba ili swala liondoke kwenye ligi, au wameendelea kulibeba mpaka leo hii bado timu zinaendelea kudhaminiwa? Walilibeba, na hata Wallace Karia alisikika akisema moja ya timu ambayo ilinufaika katika uongozi wangu ni Young Africans. Mashabiki wa Yanga tunaulizana tu maswali ya msingi. Mashabiki wa Yanga ni mara ngapi wamekuwa wakiutetea huu udhamini kwenye hivi vilabu vingine pale ambapo sisi tumekuwa tukikosoa na wamekuwa wakitukana? Ni mara ngapi wamekuwa wakitetea? Mara nyingi sana mashabiki wa Young Africans wanafanya. Kwa hiyo wao wanaona ni sawa kwa hivi vilabu vingine kutokutendewa haki, ila wao wakiwa wanaumia kwenye baadhi ya sehemu wana haki ya kufanya chochote kile ambacho wanachokihitaji. Tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Yaani wao mashabiki wa Yanga nao watanichukia, lakini nitawasema ili akili ziwaingie. Wao wana haki ya kutetea maslahi ya kile ambacho sisi wachambuzi tumekuwa tukisema bwana, hichi kuna conflict of interest, inaweza kikatuharibia ligi yetu. Wao wamekuwa na haki ya kutetea, wanatetea, wanaona ni sawa hichi ambacho kinachofanyika. Ila sisi tukija tukihoji tukisema kwamba bwana hichi kitu sio sahihi, matusi, na mwisho wa siku wamekuwa wakitetea. Ila likitokea kwa upande mwingine na wao wakiwa wananufaika na baadhi ya vitu, wao wanataka kuzila ligi na kufanya nini na kuwashukia mamlaka kwamba hazitendi haki. Lakini wao huku kwenye haya madudu mengine wamekuwa ni wa kwanza kutetea. Au kabla hili limechagizwa na mchezo wa Simba na Mashujaa, maana hata kwenye barua yao wameandika pamoja na vitendo vya dhuluma vya wazi vinavyozidi kuendelea. Narudia tena. Nchi hii kama kuna klabu zinanufaika na makosa ya waamuzi, uongozi, basi ni Yanga na Simba. Yaani Yanga hawawezi kujitoa kwenye issue ya kunufaika kwa vyovyote na maamuzi mabovu ya waamuzi. Sijui umeelewa vizuri Hawawezi kujiondoa kwenye kunufaika na kubebwa na uongozi kwa maana ya mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Hawawezi kujiondoa. Sasa wao wana uhalali gani wa kuja kutuambia sisi hawana imani na uongozi ambao unaendesha ligi, wakati kuna madudu kibao ambayo yamekuwa yakifanyika yanawafeva wao? Wanapata wapi hayo mamlaka? Kwa hiyo hii kwangu mimi naiona ni kutaka kujisafisha tu kwa aibu ambayo walipata kutokana na kile ambacho walichoenda kukidai kasi kimefeli. Watarudi vipi kuwaambia mashabiki zao ambao waliwaaminisha, na kibaya zaidi walijitia wao pressure, hatuchezi, wakaita press conference mikoa karibia yote. Na mimi niliwahi kukuambia, nikakwambia bwana, hicho wanachokifanya Yanga ni utoto. Wanaita press conference za nini wakati ni kitu ambacho mnaweza mkakaa chini mkakimaliza? Hatuhitaji busara na nini. Nikakwambia hivi, uongozi wowote duniani unaendeshwa na busara. Yaani hakuna kiongozi yoyote duniani akaendesha tu issue yoyote na masuala ya uongozi kwa kutumia tu sheria tu na kanuni tu bila kutumia busara kaka. Huyo yani huo hauwezi kuwa uongozi na huyo hawezi kuwa kiongozi. Huo ndio uhalisia. Sasa kinachotokea hivi sasa ni kwamba pressure ambayo walitengeneza viongozi tangu siku ya kwanza hii mechi inaahirishwa ya kwamba hatuchezi, na mashabiki wale oya wakaipokea ile kama ilivyo. Na sasa hivi wameenda nayo mpaka wakaprint t-shirt zimeandikwa kwamba hatuchezi. Mechi wakaiandika pale 184. Sijui umeelewa vizuri. Hii barua imekuja kama vile kujitengenezea mazingira ya kujisafisha uongozi, kutoa aibu ile kuwepo mbele yao. Kitu ambacho kwangu mimi nafikiri sisi kama wachambuzi na watu ambao tunaupenda mpira wa Tanzania hatupaswi kuentertain hichi kitu. Tunapaswa kukikemea kwa kiasi kikubwa sana. Mimi naamini mpaka Yanga wanafanikiwa
kufika hapa walipo na kuutawala mpira wa Tanzania, walikuwa wanafanya vitu vingi sahihi, my brother. Yanga waliingia wakafanya usajili bora, tuliona usimamizi kwenye klabu yao ulikuwa mzuri na kila mtu alikuwa anamsifia. Hebu angalia Engineer Hersi alipotoka mpaka hapa alipofika ukuaji wake. Nani aliwahi kumkosoa Engineer Hersi? Kila mtu alikuwa anasifia, anasema ukuaji wa Engineer Hersi na namna ambavyo anaendesha Young Africans. Watu walikuwa wanatamani uongozi unavyoenda. Unaona kabisa kuna kitu wanakifanya positive. Yaani hivi sasa najiuliza Yanga wamepatwa na nini? Yaani kuna kitu gani ambacho kimepata uongozi wa Yanga? Yaani kuna shida gani? Kwenye malalamiko yao pia nimeona wamesema kwamba lengo lao la kufanya hivi ni kuhitaji kukomesha vitendo vya uvunjwaji wa sheria na haki na kanuni. Wanataka kukomesha hivyo vitu visiwepo. Kaka, narudia tena. Hata wanaharakati wote unawajua wewe. Huwa hawafanyi harakati kwa maslahi yao wao binafsi. Wanafanya kwa ajili ya jamii. Sijui umeelewa vizuri Hiyo wanaifanya Yanga sio harakati kwa ajili ya ligi. Wanaifanya harakati kwa ajili yao wao binafsi. Na ndio maana nikakwambia tulikuwa tunazungumzia hapa issue ya udhamini wa GSM na hivi vilabu vingine. Uliwahi kuwasikia watu wa Yanga wakija kuandika kusema matokeo sio walikuwa tutukana sisi ambao tulikuwa tunasema hivyo kwamba tunaonea gere na Modewi jinae kama kuna uwezekano na yeye hajafanya nini? Hadhamini na hivi vilabu. Na jana taarifa tulizokuwa nazo nyepesi ni kwamba tajiri Modewi jina yeye ana mchakato wa kuja kuvidhamini vilabu 10. Sasa kama kilio tu kimeanza hivi sasa Modewi hajadhamini vilabu 10. Vipi Modewi akija kudhamini hivyo vilabu 10? Kaka, si watu watakimbia kabisa hii ligi na mwisho wa siku ligi itafutika kabisa. Yaani hivi tu wao kupitia mfadhili wao anadhamini vilabu karibia 6. Na watu tulikuwa tunapiga bwana hichi kitu akifai hatutaki. Wao wakawa wanatetea. Siku huyu mfadhili wa Simba Modewi akija kudhamini hivi vilabu 10. Kaka, hawa watacheza kweli hii ligi? Na tutaona ni matusi ya nguoni kwa mashabiki. Mwisho wa siku narudia tena. Mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania wanapaswa kuelimika zaidi na kujua mpira. Wanapaswa kuupenda mpira kuliko kuzipenda hizi timu zao. Waachane na mihemko ile. Trust me bro. Wakijifanya wanazipenda sana hizi timu zao kuliko mpira wa miguu, matokeo yake kila ukweli ambao utakaokuwa unasemwa kuhusiana na vilabu vyao au uongozi, tukiwa tunakosoa kwa ajili ya maslahi wa mpira wa miguu, wao watakuwa wanatuona sisi wabaya na mwisho wa siku wataendelea kututukana na kuvaa miwani ambao bila kuona chochote ambacho kinaweza kikaathiri ligi yetu pamoja na timu zao kwa ujumla. Young Africans ni timu nzuri sana, ni bonge moja la timu. Lakini kinachowamaliza ni propaganda na siasa za majitaka ambazo wanataka kuziingiza kwenye mpira wetu. Siasa za majitaka. Huo ndio uhalisia. Yaani ni propaganda na siasa za majitaka ambazo wanaziingiza kwenye mpira wetu. Kitu ambacho kwa mtu kama mimi ambaye ninapenda mpira na siwezi kutumika kwa vyovyote. Siwezi kukubaliana nacho. Hata wangefanya Simba, ambapo hivi sasa ukiwaangalia Simba mambo yao na play smart sana. Yaani kuna vitu vingi ni ngumu kuweza kuwakosoa Simba tofauti na msimu uliopita. Unakumbuka msimu uliopita tulikuwa tunakosoa sana Simba, unakumbuka? Lakini msimu huu Simba unawakosoa kwenye lipi? Vitu vyao wanavipeleka smart. Msikia Ahmed Ally akiwa anazungumzia football kama msemaji, anazungumza smart. Kuna muda anazungumza utani. Unajua huu ni utani. Lakini wewe ukiwa unazungumza siasa na kutaka tu ili mradi kuwafurahisha mashabiki zako, unazungumza uongo, propaganda, alafu unataka sisi tusupport, kwangu mimi huwezi kunipata. Utanichukia. Obvious utanichukia. Kwa kwangu mimi nafikiri uongozi wa Yanga kupitia president wao haupaswi kuwanyima haki yao ya kimsingi mashabiki wa Young Africans. Haki ya kucheza mchezo wa mpira wa miguu ni haki ya kimsingi ya mashabiki wa mpira wa nchi, ikiwemo mimi pamoja na hao mashabiki wa Young Africans. Mimi natamani sana Young Africans icheze huo mchezo.
sio tu kucheza mchezo, Young Africans ipate mafanikio zaidi kwenye mpira wa miguu kuliko kuendekeza siasa za majitaka ambazo viongozi wanataka kufanya nini? Kuziingiza kwenye mpira wetu. Kwani kaka Kabwe, tukilitizamia hasa hili swala, Young Africans wao wanachokitaka kikubwa ni nini? Sioni. Yaani Yanga wanachokitaka mimi sikioni, wanachokipigania hivi sasa sikioni. Ndio maana kama hivi wanachokipigania Yanga sielewi wanapigania nini. Ndio huo utoto ambao mimi nauzungumzia, ambao mimi siukubali. Yaani wanachokipigania Yanga wanakipigania kipi? Wanakipigania kipi Yanga? Sikioni. Je, wanaopigania mpira wetu kuhusiana na masuala ya kufuatwa kanuni au vipi? Sivyo vizuri? Ndio. Kama kanuni, hapa tukizungumza ukweli, mara nyingi huwa sina wafeva wao na Simba. Mara nyingi zaidi wamekuwa wakibebwa wao. Au shida ni kwamba wakati bodi ya ligi wanaghairisha mchezo, wanaona kama walishindikizwa na Simba kufanya hivyo. Maana hiyo ndio chanzo cha fukuto letu mpaka leo hii. Iko hivyo na mimi nafikiria hivyo. Wao wanaamini yani kitendo cha Simba kugomea ule mchezo. Tuseme Simba hawakugomea ule mchezo. Tukisema hivyo tutakuwa tunakosea. Kitendo cha Simba kukataa kucheza ule mchezo kwa sababu ambazo walizoziainisha pale kwamba wale mabaunza wa Yanga walikuwa pale na kadhalika. Si unakumbuka? Nakumbuka ndio. Alafu na wao wakatoa taarifa ya kwamba hatuchezi huu mchezo. Wakija kucheza huu mchezo itaonekana wamefiata mkia, itaonekana wamewafuata Simba kile ambacho walichokuwa wanakitaka. Kwa kifupi hapo kuna muda sasa hawa ukweli wanaojua kwamba tucheze, lakini kama wanatunishana misuli, ndicho ambacho kinachoonekana hapa. Yaani Yanga kwa sababu Yanga kwa sababu wana mashabiki wengi. Umeona Tanzania, wao wanaona wana haki ya kutunishiana misuli na mamlaka wanavyotaka. Yaani wao wanaamini litakapokuja swala la kanuni, kwa sababu kanuni inasema kwamba TFF endapo kama watapanga ratiba ya huu mchezo, Yanga wanapaswa kwenda kucheza huu mchezo. Yaani hakuna ambacho kitakachobadilika hapa. Wasipoenda kucheza huu mchezo, kanuni inasema kwamba Yanga inabidi wanyang'anywe alama 3. Umeona, lakini vile vile inabidi wakati alama 15 na washushwe daraja. Sasa wao wanatunishana misuli kwa sababu wanaona bodi ya ligi na TFF hawawezi kuwashusha daraja kwa sababu hivi vilabu vina nguvu mpaka kwenye baadhi ya watu ambao wana ushawishi serikalini. Kwa hiyo wanaamini mamlaka zikifanya hivyo watapata huruma kutoka kwenye serikali. Sio vizuri hata Simba na wao pia wanaweza wakafanya hivyo pia kwa kutegemea hiyo nguvu waliokuwa nayo kutoka kwa watu wa serikalini. Sio vizuri, kitu ambacho mimi nafikiri sio sahihi. Bodi ya ligi wanapaswa kuipanga tarehe pale, ipango tarehe pale ya mchezo kuchezwa. Asiyekanyaga uwanjani anyang'anywa alama 3, anyang'anywa alama 15 na ashushwe daraja. Alafu tuone mamlaka sasa hizo za kinchi kama zitaingilia. Zikishaingilia, wana haki bodi ya ligi ya kufanya chochote kile kuhusiana na huu mpira. Kama kweli tunataka mpira wetu uchezwe, ni lazima bodi ya ligi na TFF wasimamie kanuni na sheria dhidi ya hivi vilabu vikubwa. Wasipofanya hivyo, kiukweli watauharibu mpira wetu. Wasiwe na double standards. Kwa sababu kuna mashabiki, kuna baadhi ya wachambuzi na mashabiki wengine wanauchambua huu mpira kwa hisia na ushabiki zaidi. Mimi naomba bodi ya ligi, wapange tarehe, asiyekuja kucheza huu mchezo anyang'anywe alama. Na kama kanuni inavyosema, labda wawe na room nyingine ya kanuni ya kutokushusha daraja, kwa sababu inawezekana hapa kuna hiyo room wanayo TFF, kwa sababu wamepewa hayo mamlaka. Bodi ya ligi, kwa maana ya bodi ya ligi wamepewa hayo mamlaka. Wanaweza wasimshushe mtu daraja, lakini wakamnyang'anya alama 3 kama tulivyoona kwenye ligi ya Nandi ya Misri. Al Ahly aligomea kwenda kucheza mchezo, lakini kuja taarifa kwamba wamepewa alama 3 Zamalek, lakini ukifuatia hivi sasa hawajapewa zile alama 3. Wenzetu wako tofauti kabisa na sisi. Sawa kabla, lakini kuna kingine hapa naona kama Young Africans pia wameigomea CAS. Maana CAS waliwaambia warudi kwa bodi ya ligi na TFF. Wakishamalizana huko ndio waje tena tuendelee na kesi. Nimsikia mmoja kati ya watu ambao kwenye uongozi wa Young Africans asema hata ile taarifa ya CAS eti na yeye na mapungufu. Unajua nchi watu wanatoraje? Hivi watu wanatola si machizi au vipi?
Kama wasomi wapo Young Africans peke yake. Yaani ujue nchi watu watuona sisi ni wajinga, tuna akili au vipi? Yaani kasi wamewaambia bwana rudini mpite kwenye mamlaka zote za kinchi. Litakaposhindikana hilo swala ndio likija kwetu sisi tuliamue. Mtu anakuambia hata ile taarifa ya kasi na yeye yupo kwenye uongozi wa Yanga, hata ile taarifa ya kasi na yenyewe ina mapungufu. Ina maana hata kasi wenyewe pia hata hao kasi wenyewe hawana imani nao. Sasa unaona hiyo ni kawaida kweli kaka? Waswahili wanasemaga ukiona wewe uko sahihi zaidi basi wewe ndio una tatizo. Hicho ndicho ambacho kinachotokea. Ni uombe tu uongozi wa Young Africans. Hakuna uongozi usioendeshwa kwa busara. Young Africans ni timu kubwa. Young Africans ni tunu ya taifa hili. Na wakubali na nawapenda sana Young Africans kwa sababu ni moja kati ya timu ambazo zimeleta mapinduzi ya mpira wetu Tanzania. Young Africans na Simba Sports Club wamekuwa na uwakilishi mzuri sana kimataifa. Tukiwa wa kweli. Viongozi ambao hawautakii mema mpira wetu waondoke kwenye uongozi wa Yanga. Waiache klabu na tunu ya taifa hili. Waiache. Wao ambao hawaitakii mema hii klabu waondoke, waiache hii klabu. Tunu ya taifa iendelee kubaki icheze mpira. Wakitaka kufanya harakati za kutetea mpira wetu wanapaswa kuungana timu zote kuhakikisha kwamba sheria na kanuni zinatumika kwa timu zote ikiwemo hata wao Young Africans bila upendeleo. Na mashabiki ambao wanataka kanuni na sheria zifuatwe waache kutukana watu ambao wanasema ukweli. Kama Young Africans watafanya kosa, watu tutasema wamefanya kosa, walimwe. Kama Simba watafanya kosa, wanapaswa kulimwa. Na tukisema watu wanapaswa kukaa kimya. Wasitukane, wasitaki kuleta miamko ya kisheria. Sheria ikate kote kote. Huo ndio uhalisia. Ila kwa sasa zile kanuni mlizotengeneza ndio zimefanya hichi mpaka hapa tulipofika. Hichi kilichotokea kufika hapa tulipofika. Kanuni ambazo hata nyinyi pia mlishiriki kufanya nini? Kuzitunga. Sasa mnapata uhalali gani wa nyinyi kuja hapa na kusema kwamba hamna imani na bodi ya ligi pamoja na mamlaka wakati ligi ndio inaelekea mwishoni? Subirini ligi iishe, upigwe mdahalo. Vilabu na wadau mbalimbali tuzungumze. Na huu mdahalo uwe huru. Mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba ili mlielewe. Upigwe mdahalo ambao kanuni na sheria zikitumika kwenye vilabu vyenu. Hatutaki wanasiasa, watu wenye ushawishi waweze kuingilia. Hatutaki. Sijui mla vizuri Yaani huu mdahalo ligi iishe kwanza. Sio hapa katikati ya ligi kuna watu washanufaika wao. Alafu wanataka eti watu waanze kupindua ili waendelee kunufaika. Hicho kitu hatukubaliani nacho. Ila baada ya ligi kuisha uandaliwe mdahalo wa wadau wa soka, mashabiki na uongozi, zitengenezwe kanuni heavy ambazo zitakula huku na huku. Na tusisikie milio. Wala miruzi. Tusisikie milio. Ila kwa sasa tunaomba viongozi ambao wapo kwenye klabu ya Young Africans watu